unashangaa kwa nini umekuwa mchovu sana. Unaanzisha mambo haukamilishi. Sasa fahamu hii, nataka nikupe moja ya asili. Sababu ziko nyingi, lakini nataka nikupe sababu moja ya kiroho yenye nguvu sana. Kuna aina ya watu ambao unapokuwa karibu nao, wanapokuwa karibu yako zaidi, itakuwa vigumu sana kwako kuona mafanikio, itakuwa vigumu sana kwako kupata nguvu ya kukamilisha mambo yako. Kwa nini? Hawa watu wanakuwa katika lugha ya kiroho tunawaita kama vijidudu vya kiroho. They are spiritual parasites, wanaofyonza nguvu. Fikiria kijidudu ambacho kimeingia katika mwili wako. Ukipata kijidudu wadudu wa maambukizi wa magonjwa, utakuwa dhaifu. Itafika mahali unashangaa usiku unashindwa kulala. Ukiamka hata kwenda kazini inakuwa shida. Itabidi uende hospitali utibiwe. Utaweza kufanya shughuli zako inavyotakiwa kama unaumwa, kama umepata vijidudu. Vile vijidudu vinakusumbua, vinaweza kukusababisha wakati mwingine ukalala siku nzima nyumbani. Nasikia mchovu tu. Kichwa kinauma. Kuna vijidudu kule ndani. Sasa kwenye maisha haya tunaoishi, kuna aina ya watu ambao ni wafyonza nguvu. Wanakuwa ni spiritual parasites. Kwa hiyo ni vijidudu ambao vinafyonza nguvu kiroho, nguvu zako halisi, nguvu za uhai wako. Zinazokufanya uwe na hiyo afya njema, zinazokufanya uwe na ule wepesi wa kufanya mambo yako, uwazi wa kuona mambo kwa upana na kwa usahihi, na kufanya kile unachokitaka kwa wakati ambao umeupanga. Sasa katika hao vijidudu wako wanaojijua, wengine hawajijui. Kwa bidii uwe makini. Mwingine unaweza kumuita rafiki, lakini kiuhalisia kama una jicho la kuona, jicho lako la kiroho la ndani ile halijafunguka, your third eye wengine wanaita, sasa utakuwa unafyonzwa nguvu zako kila siku. Kwa hiyo kwa mfano, nakumbuka nilikuwa ninakaa kwenye chumba fulani, nilikuwa na wenzangu, tulikuwa tunasoma. Sasa mimi nilikuwa na wahi mapema sana kuamka kila siku karibia muhula wote ule. Sasa mimi kwa sababu nilikuwa sijui, nilikuwa nafanya mambo tu kiupofu. Nina imani lakini ya kiupofu. Sikuwa nimefunguliwa ufahamu wangu na ubongo wangu kuusafisha kuweza kuona hawa viumbe wengine, wanadamu ambao kiroho, roho zao ni kama vijidudu vinavyofyonza nguvu za watu wengine. Kumbe mule ndani bwana kulikuwa na spiritual parasites. Kwa hiyo wao walikuwa wananionea wivu mimi nilivyokuwa sharp. Unaamka mapema, watu hawana hata dalili ya kuinuka, ya kuamka. Kwa hiyo tukawa tu tunabadilishana vitu, tunaongea kawaida, wanakusemesha, unaongea hata mambo sio yataka kuongea. Labda ujisikii kupiga story, umodi zako nataka utulie, lakini mtu anaanza kukusemesha, anakupigisha story ambazo hazikufanya ujisikie vizuri. Sasa muda ule unakuwa unafyonzwa nguvu zako. Wana mbinu za kufanya za kukufyonza nguvu. Kwa hiyo nikashangaa baada ule muda kupita, sasa ikawa vice versa. Yaani wao wakaichukua ile nafasi yangu, afu mimi ndo nikaa kwa nafasi yao. Yaani ule muda wangu wa kuamka ukifika ule, yani hata kwa macho kufumbua siwezi. Saa 4 asubuhi ndo unaweza kuinua mguu kutoka kwenye kitanda. Walikuwa wanafyonza nguvu zangu. Unakaa na watu, angalia, kuwa makini sana unapokaa na mtu, unaona kama anakuchekea lakini kinafiki. Unaona kabisa huyu mtu hivi yuko serious anavyocheka hapa. Yaani anacheka ile kimiguno. Furaha yake itoki ndani yake kwako. Kuwa makini sana. Kuwa makini na mtu ambaye lugha zake, umeelewa? Kama yupo upande huu, kama yuko upande huu, haeleweki yuko upande gani. Unasema ni rafiki yako, mpenzi wako, si ndugu yako. Umeelewa? Lakini umuelewi lugha yake, anakuwa hana lugha iliyonyooka. Kwa hizo ni dalili ambazo inabidi uwe makini sana. Kuwa makini sana na mtu ambaye anapenda kila kitu ulichonacho, anapenda kukiona kama ni kizuri. Unajua kuna ile kweli mtu anaweza kasifia jambo, sawa, au unajua kuchagua na nini. Lakini kitu chako kizuri, shati lako zuri, mnapenda mimi nijaribu kuvaa. Mtu wa namna hiyo, wengi wa namna hiyo, wengi hawajijui. Lakini mimi nakupa kitu, sio kwamba watu wanajijua waanze kumwambia mtu wewe ni spiritual parasite. No, inabidi ufahamu. Kama ukifahamu, inabidi ujue namna ya kukaa nao. Kama upo kwenye mazingira ambayo huwezi kumkwepa, chukulia labda upo kwenye mahusiano, alafu mtu ule naye kwenye mahusiano ni spiritual parasite. Ushakuwa upo kwenye mahusiano, alafu mpenzi wako anakuonea wivu kwa kila kitu, anataka awe wewe. Huyo ni kijidudu anayetafuna nguvu zako. Na muda mwingi atakuletea magomvi, atakuletea drama, atakufanya ukasirike, au atakufanya uongee mambo ambayo hata ujisikii kuyaongea. Sasa ukijua sasa sifa hizo, na unaona kabisa huyu mtu baada ya kuongea naye unaishiwa nguvu, unavyo interact naye unakosa nguvu ya kufanya mambo yako, ulikuwa umeanzisha vitu fulani vinakufa. Sasa inabidi uanze kuweka mipaka kwamba nikiwa na mtu huyu naongea nini
na muda ule unapoongea naye, unapointeract naye, unaweka spiritual guide, unaweka kinga ya kiroho ili nguvu zako zisitoke. Maana vinginevyo hautakuwa mtu kukamilisha, utabaki pale pale ulipo. Utakuwa na akili nyingi, utakuwa na uwezo mkubwa, utakuwa na hekima, unajiona una hekima, una ufahamu wa mambo mengi, lakini production, uzalishaji sifuri. Kuwa makini. Sio wote ni watu wa kawaida, wengine ni spiritual parasite, wafyonza nguvu.